Nafasi ambapo mnapatikana, wherever you are found, neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. the grace of God should be with you. Tunataka kuanza service. We're about to start our service. Leo ni siku ya kuweza kumsifu Mungu na kumwabudu na kusikia neno lake. Today is a day of praising and worshiping, listening to His word. Paske tumepokea neema ambayo iko tofauti. Because we've received the grace that is different. Kwa nini mimi nasema tumepokea neema iko tofauti? Why do I say we have received a different grace? Ni kwa sababu It's because sio wote walipokea neema kuweza kuamka. it's not everyone that received the grace to wake up. Kuna watu walilala na wakapitililia. There are people that slept and continued. Na kuna watu walikuwa visited And the other people that were visited na babandi usiku. by criminals at night. Lakini Mungu amekusaidia. But God has helped you. Na Mungu amekutendea kwa wema wake kwa ajili ya maisha. And God has shown you His goodness upon your life. Basi leo tutakuwa just na enseignement. Today we just have a teachings. Mais magharibi tutaendelesha na programu yetu ya chambre haute. But in the evening we continue with our program of the higher room. Hallelujah. Amen. Basi tunataka kuanza We're about to begin service yetu. our service. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Hallelujah. Amen. Oh. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, Amen. oh, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nafasi ambapo huko mshukuru Mungu, toa sauti yako. Umwambie Mungu asante, karibu kwa maombi. God, thank you. Welcome in prayers. Mungu Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, Father, in the name of Jesus Christ, tunalisema asante we say thank you kwa ajili ya huruma yako, for your mercy, kwa ajili ya upendo wako, for your love, kwa ajili ya neema yako. for your grace. Mungu asante, Father, we thank you. ikiwa tuko leo If we are here today, ni kwa ajili yako. it is because of you. Asante kwa protection, Thank you for your protection. asante kwa neema juu yetu, Thank you for your grace upon us. asante kutuangalia tena, Thank you for seeing us again. asante kutupigania, Thank you for fighting for us. asante kutuangushia vita. Thank you for putting down the battles. Baba, tunakushukuru Father, we thank you juu ya souffle de vie for the breath of life ambao umetupashia. that you have given to us. Wengi siku ya leo A lot of people today, walipata maprobleme. they received a lot of problems. Wengi siku ya leo And many today weko ndani ya maopito, are inside of the hospitals. makoo wengine Other bodies iko ndani ya mamorgue, are inside of the mortuaries. bengine sai Others right now, mikulu imekatika, the feet are broken. bengine sai Others right now, beko mu confusion, they are in confusion. bengine sai Others right now banapata nuvela mubaya. have bad news. Mungu asante, Father, we thank you. Bwana asante, Lord, we thank you kwa sababu yako tu because of you. njo resulta yetu tuko. That is the result we are here. Tunakushukuru Mungu, We thank you, God. tunakubariki Baba, We bless you, Father. tunabariki jina lako, We bless your name. tunatukuza jina lako, We lift up your name. tunainua jina lako We lift up your name. Baba. Tunakushukuru Father, we thank you. Baba, tunasema asante Father, we say thank you kwa yote ambayo umetenda, for everything you have done, yote ambayo umeifanya for everything you have done kwa ajili ya maisha yetu. because of our lives. Tunakushukuru We Mungu, thank you. tunalisema asante We kwako. say thank you to you. Asante Muumba wetu, Thank you, our Creator. asante mkombozi wetu, Thank you, our Savior. asante jemadari wetu. Thank you, our Redeemer. Tunabariki wema wako We bless your goodness. na tunasema asante And we say thank ni you kwa wema wa jina la Yesu, for the goodness of Jesus Muumba Christ, mtakatifu, Bwana wetu. the Creator and our Salvator. Amen, Amen. amen, Amen. 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 Shangilie Yesu nafasi Praise unapatikana. Jesus Christ wherever you are. Haleluya, Amen. merci. Thank you. Naweza ikala. You may be seated. Haleluya, Amen. tunataka kusikia neno la Mungu We're about to listen to the word of God. na tunajua kama mchana wa leo And we know that this morning, Mungu atasema na mtu moja God is going to speak to someone. na neno litakia kukumbusha And the word is going to kuhusu maisha yako ya ufalme wa mbinguni. remind you of your life in Hallelujah. the kingdom. Teme yetu ya leo nitaongelea kuhusu Our topic today, we're going to talk about la vie d'un étranger. the life of a foreigner. Yeah. La vie d'un étranger. The life of a foreigner. Maisha
the life ya étranger, of a foreigner, ya mgeni. of a foreigner. Haleluya. Amen. Katika teme yangu With my topic, la vie d'un étranger, the life of a foreigner, siongele mu caractère politique. I'm not going to talk about your characteristics. Moi je ne fais Or pas politics. de la politique. I'm not a politician. Je suis pasteur. I'm a pastor. Nitajiinteresse juste na maisha ya wokovu. I'm only going to speak about the life of salvation. Sina kumambo ya politique. I'm not on the side of politics. Sina kumambo ya gouvernement. I'm not on the side of government. Non, non, non. No. Haleluya. Amen. Peut-être unaweza kunisikia kwa étranger. Maybe you can maybe listening to me, you're a foreigner. Utaanza kujideveloper You may na begin kudeveloper to mawazo yako mukadre yote. have other ideas in your mind. Alors dès le départ, But the basic, nakwambia kama moi je ne fais pas de la politique. I will tell you that I'm not a part of politics. Amen. Mais tunaombea mapoliticiens parce que ce sont nos dirigeants. We pray for politicians because they lead us. Mungu awabariki, Mungu awaongeze miaka, Mungu awasaidie, awapashe And sagesse. increase their years and increase the wisdom. Amen. Amen. Katika teme yetu hii, With our topic today, la vie d'un étranger, the life of a foreigner, nitaongelea kuhusu habari ya Mkristo, I will talk about the story of a Christian kukuonesha combien de fois to show you how many times uko étranger ku monde. you're a foreigner in the world. Na kama uko étranger, And when you're a foreigner, kuna kuwa manorme there are numbers ile yenyewe un étranger that a foreigner anapasha kuifata. has to follow. Amen. Na kama ile manorme utaweza kurespekte, And when you follow the restrictions, sejour yako, your days mwisho wako and your ending itakuwa mzuri. will be very good. Haleluya. Unajua leo batu tunaishi You know, a lot of people will live. na Mungu anatusaidia na tubariki God helps us and He blesses us. kama gisa anakubariki Like the way He blesses you, na anabariki mtu mwingine. and He blesses someone else as well. Mais parce que But because unashindwa kuelewa na kukomprendre you fail to understand que kama mwi monde yenye tuko, that in the world which we're in, ce n'est pas chez nous. it is not our home. Alléluia. Nous sommes des étrangers. We are foreigners. Nous sommes des visiteurs. We are visitors. Na kama uko visiteur, And when you're a visitor, uko étranger, you're a foreigner. maana yake It means uko na kwenu kwenye ulitoka. you have your home where you came from. Même si unaweza kufanya beaucoup des années, Even if you spend a lot of years, mais il faut tie mkichwa comme un étranger, but you need to have it in your mind as a utarudia foreigner kwenu. that you're going to return back home. Amen. Alléluia. Amen. Pour un étranger, For a foreigner, kwa kuweza kuishi ama kwenda nchi nyingine, for you to live or go to another country, premièrement, il faut avoir un document. firstly you need to have documents. Inaweza kuwa passeport, It's possible to be, it can be a passport, na ndani ya passeport and with your passport, il faut mkuwe visa. you need to have a visa. Amen. Banaweza kukupasha visa They may give you a visa ya 1 mois, of 1 month, 3 mois, 3 months, 6 mois, 6 months, 1 année, 1 year, 5 ans, 5 years, selon gisi uliweza kwenda kuapply kwa ambasadi. according to the way you went to apply at the embassy. Banakupasha visa. They give you a visa. Na ukishakuwa na visa, And when you have a visa, kama unaingia mupei, when you go into a country, unapasha kugongesha ako visa. you need to have a stamp on your visa. E pale unaingia And when you enter, unaingia d'une voie yenye uko officiel. you enter in an official way. Et tu es libre maintenant And you are now free ya kuweza kuvisite pays. to go and visit the country. Uko libre Now you're free ya kuweza kuishi ndani ya pays. to go and live in the country. Uko libre You're now free ya kuweza kutembea ndani ya pays. to go and move around in the Na country. unaweza kuwa vile vile libre And you may also be free ya kuuza voiture, to buy a car, ya kuuza nyumba, to buy a house, parce que uko na document because you have documents. ile yenyewe na kujustifie. What justifies you? Alléluia. Amen. Nikingala ongela kuhusu la vie d'un étranger. I'm still talking about the lifestyle of it. Ukishakuwa na ile visa, When you have the visa, la deuxième des choses, the second thing, haiko parce que uko na visa, it's not because you have a visa. uko mpei, You're in a country, pays yenye haiko yenu, in a country which is not yours. uko na visa, You have a visa, maintenant uko free kufanya kila kitu. and now you're free to do whatever you like. Deuxième des choses, The second thing, il faut kutembea na discipline. you need to walk with discipline. Alléluia. Amen. Parce que dans chaque pays, Because in every country, il a la constitution, there are constitutions, il a la loi. there are laws, Muko manorme mukila pays. there are laws and restrictions in every Malgré unaweza kuwa even if you na document yeko valable. may have a valuable document, Mais kama ukikuwa désordonné, but if you are disordered, loi itatumika juu yako. the law is going to work upon you.
banaweza kukusomba document, They can take away your documents. banaribisha passeport, And they can destroy your passport. na banakwambia rudia kwenu And ulitoka. they can tell you to go back to where you came from. Alléluia. Amen. La deuxième des The choses, second thing c'est la discipline. is discipline. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, For us as Christians, nous avons un programme et nous avons un problème très we sérieux. have a very serious problem. Le problème est tout qu'on a pour nous les chrétiens, And the problem which we have for us as Christians c'est parce que tout qu'on a manqué de discipline. is because we lack discipline. Oui, Yes, tout qu'on a grâce à we Saint-Esprit, have the grace of the Holy Spirit. tout qu'on a le uwezo wa Mungu ndani We yetu, have the power of God inside of us. mais parce que tu as manqué de discipline. But because we lack discipline, Et c'est pourquoi and aujourd'hui, that is why today nous avons un peu de problèmes. we have a small problem. La troisième des choses, The third thing, ukishakuwa na discipline, once you have discipline, wewe en tant qu'étranger, you as a foreigner, il faut ukuwe na mareserve you need to have reserves katika maisha yako. in your life. Ujue ya kwamba You should know that tout ce que mimi naweza kufanya, anything that you can do, malgré je suis libre, even if I'm free, mais je suis étranger. but I'm a foreigner. Niko étranger. I'm a foreigner. Alléluia. Amen. Niko étranger. I'm a foreigner. Kama niko étranger, And if I'm a foreigner, mambo yenye batu ya nchi banaweza the kuifanya, things which the citizens can do, bapropriete ya nchi banaweza kudirevendike, the citizens can have freedom to do whatever, mais mi siwezi kwenda kudirevendike but I cannot do whatever I like. malgré niko na document yenye mi nafanya kutembea, Even if I have a document that causes me to mais go, kuna vitu vingine mi siwezi kufanya but there are other things which I cannot do parce que sina mwenye nchi, because I'm not a citizen of the niko visiteur. I'm just a visitor. Alléluia. Amen. Tel que par exemple, For example, benye nchi banaweza kuorganize marche, the citizens can cause a strike baameliore coût de vie yabo. for their lives. Wewe en tant qu'étranger, For you as a foreigner, utaenda kufanya nini mule marche? what are you going to do striking? C'est pas ton problème. That is not your problem. Amen. Amen. Benye nchi banaweza kufanya par exemple, The citizens of the country, for example, banafanya campagne ya election. they can have a campaign for an election. Wewe en tant qu'étranger, You as a hauna na document yenye nakwambia uende ukavote. you do not have a document that can cause you to Utafata nini ku centre ya election? What will you do at the election ground? Utaenda kuvote nini? What will you go and vote for? Il faut kuwa na étranger, As a foreigner, unaanza kukontrole bien you need to control well visa yako yenye balikupatishia. the visa which they gave to you. Ndio Yes, visa par exemple ya 3 mois, maybe your visa is for 3 months. ukishafanya yako 2 mois, Once you have spent 2 months, unaanza kubakia na 1 mois. you're remaining with 1 month. Il faut contrôler. You need to now control. Par exemple, For example, le 25, the 25th, il faut quitter le pays. you need to leave the country. Mais hautafanya semblant But you will not pretend. ya kusema no, il faut tunibakie, Say that no, I just need to remain. in the country. tapitisha ingine hata 3 mois 6 mois, It will take another 3 or 6 months. gouvernement kikukamata, When the government takes you, immigration kikukamata, when the immigration catches mais tu auras des problèmes. you will have a problem. Ok, tu auras des problèmes. You will have a problem. Hata kama unaishi Even if you live, unakuta fasi pekora, you find that the place there's joy. unakuta fasi banakupokea très bien, You find that the place they accept you. very unajikuta well. uko très à l'aise, You find you're very free. mais parce que uko na visa ya 3 mois, But because you have a visa which is 3 months, uko na visa ya 6 you mois, have a visa which is 6 months. utagere maaktivite yako You yote need to plan all of your activities selon visa yenye balikupatishia. according to the visa which they gave to you. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Nitarudia mu vie spirituelle, utanikomprendre I'm going to go back to our spiritual life so you kitu understand gani ambacho what causes niko napenda kufundisha. or what I want to teach about. Et la cinquième des choses, And the fifth thing, ukisha kuveye once you have juu ya séjour yako unabakiana naye, thought about the days, number of days which you have left, inabidi sasa it's now made. wakati yenye utatoka unarudia kwenu, Whenever you're going to return back home, utaenda kuexplike you need to go and explain nchi kwenye ulikuwa. where you came from. Haleluya, Amen. utaexplike. You need to now explain. Unaanza kuexplike par exemple You can explain, for example, culture ya bale batu. the culture of those people. Unaweza kuexplike par exemple For example, you can explain activite yenye uliona, the activities which you saw, bote ya vile kisuliona. the beauty of the country which you saw. Ile ni realite That is the reality kwa ule wote ambaye ni étranger. of anyone that is a foreigner. Amen. Amen. Sasa tunaweza soma And now we can read Jean chapitre John chapter 15. 15. Jean chapitre 15 verset 19. John chapter 15, verse 19. 19 inasema hivi kwa jina la Yesu Kristo, Amen. kama mungelikuwa wa dunia
dunia ingeliwapenda watu wake, lakini kwa sababu nyinyi si wa dunia, lakini nimewachagua nyinyi toka dunia, kwa sababu hii dunia iliwachukia nyinyi. Amen. Amen. I read in the name of the Lord. The world will love you as one of its own if you belong to it, but you are no longer part of the world. I choose you to come out of the world, so it hates you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaweza ikala. You may be seated. Neno la Mungu liko linasema, The word of God is saying, Yesu yuko nasema na wamitume Jesus is speaking to his disciples katika Evanjili ya Jean with the evangelism of John, chapitre 15 verset 19. chapter 15, verse 19. Yesu anapenda kurapele eglise Jesus wants to remind the church ya kwamba munaishi mudunia, that you're living in the world, lakini dunia sio ya kwenu. but the world is not your home. Kama dunia ingeliwapenda nyinyi, If the world had loved you, ingelifanya kutuonesha buzuri bwake. it would have shown us its goodness. Me kwa sababu si tuko ba étranger kudunia, But because we are foreigners in the world, na dunia iko na batu bake, and the world has its people, na dunia iko na organisation yake, and the world has its own organization, na dunia iko na bale batu nasema hapa ni betu tu. and the world has its people that it calls its own. Wakati wewe étranger unaingia mudunia, If you as a foreigner enter the world, hata kama ukivala manguo sana ya batu wa dunia, even if you dress like people of the world, hata sa ukisema lugha sana ya batu wa dunia, even if you speak in the language of the people of the world, me kutaonekana tu juste but there is going to appear only difference fulani. just a certain difference. Haleluya. Amen. Kutaonekana juste There will appear just difference a difference, maya kidogo, just a small ile difference, ingetasema kama which that huyu will mtu say, this person anajiinfiltre ndani yetu, shows me en realite us, but in reality, hana mtu wetu. they are not of us. Wow. Sema tu amen. Just say amen. Okay. Atapasha example. I'll give you an example. Bakamkamata Jésus Christ, They took Jesus Christ, souffrance yake inaanza. his suffering began. Apôtre Pierre akafata Jésus The apostle Paul followed Jesus parce que Jésus alikuwa maître wake. because Jesus was his master. Wakati Pierre When Peter eko namfuata Jésus, was following Jesus, anafichama parce que bakimwona naye he batamkamata. was hiding because if they caught him, they would capture him. Mais apôtre Pierre akajikaza The apostle Peter tried his best kujitia kuwa mtu wa dunia. to call Haleluya. himself to be a person of the Kujitia world, kuwa mtu wa dunia. pretend to be a person of the world. Haikukuwa tu apôtre Pierre It was not only apostle Peter, parce que Jésus alikuwa star. because Jesus was a star. Unajua maisha ya star, You know a lifestyle of a star. kama star akipita When a mkartier, star goes past in the neighborhood, batu bote banapasha kuwa beko bouger. all the people need to be touched. Na gisi balimkamata Jésus, The way they captured Jesus, ilibidi batu bote bende bakafate wapi Jésus it anaenda. was meant for all the people to go and follow where Jesus was. Bale bote balimfuata Jésus Everyone that followed Jesus balikuwa batu ba dunia, were people of the world. mais seulement apôtre Pierre Only apostle Peter akuwa mtu wa dunia, was not the person of the mais world. akajifanya kuwa mtu wa But dunia, he pretended to be a person of mais the world. dunia ikamdécouvrir, And the world discovered him. ikasema And wewe. it said, you. Haleluya. Amen. Ikasema It wewe, said, you. No. tunaona utafauti, We see a difference. mbona uko natembea sana yeye? How come you're walking like him? Apôtre Pierre sasa Apostle Paul said, no. oh, parce que sina mtu wabo, It's not because I'm peut-être bo wanatenda ku gauche, maybe they're walking on the mimi niko natenda ku droite. But I'm walking. Hata basi na mimi nitembe ku gauche. Let me just walk on the Haleluya. left. Yeye mkutenda ku gauche, When he walked banasema on the left, he said, no. mbona masemi yako How come your speech haifanani sana yetu? does not look like ours? Sijui kama mtu anasikia sema tu amen. I don't know if somebody understands, just say amen. Haleluya. Mbona kusema kwako How come your speaking akufanani sana kwetu? does not look like ours? Apôtre Pierre Apostle Peter anageuza lange, changed his language. anaanza sema He nabo, began to speak. asema rien, And they said, hata nothing. kuangalia kwako No, even with kuko the tofauti na kwetu. there's a difference. On ne peuple de Dieu, People of je God, vais te dire quelque I chose. want to tell you something. Wewe chrétien, You as a Christian, fasi kwenye uko, wherever you are, Mungu ashatia alama God has placed a juu ya sign Ukristo, juu ya sura yako. of Christianity. Hata ujitie milioni de personnes, Put yourself in a mais itajulikana tu it's going to be tu es chrétien. that you're Christian. Amen. Haleluya. Amen. Itajulikana kama uko Mkristo. It is going to be known that you're a Christian. Ni hapo sasa Biblia inasema That is where the Bible says munaishi mudunia, you live in the world, lakini muna watu ba but you're dunia. not people of the world. Kama
kama tuna watu wa dunia, We are not the people of the world. hasa kwenu ni wapi? Then where is your Oh home? Seigneur Jésus, Oh Jesus. kwenu ni wapi? Where is your home? Kule kwenye ulitoka, Where you came from? afin que ukuwe visiteur. Before you became a visitor. Kwenu sio hapa. Where your place is not here. Hii dunia, nous sommes des passagers. This world we are just visitors. Tuko ba visiteurs. We are only visitors. C'est pour quelque temps, It's just for a moment. quelques heures, For a moment of nous time. devons passer. We will go. Mais chez nous, But back home. c'est au ciel. It is in heaven. Alléluia. Amen. Kwetu ni mbinguni Our home is in heaven. ambacho tutaenda. Where we will go. Tuko kubugeni. We are in a just Peuple de Dieu. people of God. Uko na passeport. You have a passport. Muko visa. There is a visa. Passeport yenye uko nayo. The passport which you Visa have. uko nayo. The visa which you C'est have le son is just du the Saint-Esprit. soul of the Holy Spirit. Alléluia. Uko na son ya You have Saint-Esprit. the soul of the Holy Spirit. Ile son ya Saint-Esprit That soul of the Holy Spirit. hautaifichika. You will not hide it. Même si utakuwa na maproblème, Even if you have problems, utakuwa na madifficulté, you have difficulties, unaweza kusema you can say maisha the life inanikomplike, is complicated. natafuta maisha, I'm looking for life. mi naikosa. I'm lacking. Utaenda kwa mfumu You will go to a kwenda witness kukata dawa, to go and take a mais parce que uko na But passeport, because you have a passport, uko na visa, you have a visa, uko na image ya you Saint-Esprit, have the image of même God. hata mfumu Even if a witness anaweza kukurapele combien de fois mwenye ko na uwezo haiko yeye bali ni Mungu wako. that it is your God. Oh là là. Alléluia. C'est Dieu. It is God. Usinisaulike Do not forget ke kama uko mdunia that you're in the world. na kama uko mdunia, When you're in the world, hii dunia yenye uko the world which inabidi kuishi na discipline. you need to live with discipline. Pourquoi kuishi na discipline? Why do you need to live with discipline? Parce que uko mpei yako yenu. Because you're in a country which is not yours. Haleluya. Amen. Utaishi na discipline. You will live with discipline. Maana yake nini discipline? What does it mean, discipline? Napenda nikukumbushe juu ya njia ya ufalme wa mbinguni. I want to remind you of the way of the kingdom of God. Kuna fasi There is a place yenye mtoto wa Mungu which a child of God unastahili kwenda, you need to go to. na kuna fasi And there are places wewe mtoto wa Mungu you as a child haustahili of God, kufika hapo. you cannot go to. Haleluya. Amen. Kuna piema There is a dressing wewe mtoto wa Mungu or clothes as a child of unastahili God kuivala, you need to wear. na kuna piema And there are other clothes toi enfant de Dieu haustahili kuivala. you cannot wear. Yes. Kuna marenyo There are meetings yenye utaikala that you can sit at. na kuna marenyo And there are other meetings ila ustahili kukuwako. where you cannot be a part of. Pourquoi? Why? Parce que ushakuwa ni lumière. Because you're already at light. Fasi yote utaenda Wherever you will go, batakufunda, they will fasi yote utapita Wherever you will batakuona, they will see you. hawezi kudifichika You cannot hide parce que yourself. Yesu Kristo Because Jesus ni lumière is a light. et aucun jour And one day hautafichika lumière. will not hide the light. Haleluya. Amen. Acha nikwambie kitu. Let me tell you something. Dunia ilikuwa na bitida ya kuvoyager The world had a habit of traveling parce que pendant tous les années because all of the years merikebu ilikuwa anafanya déplacement. our ways were always going past. Prophète Jonas The prophet Jonas, hakukuwa mtu wa dunia, he was not a man of the world. ndio hakukuwa mtu wa He dunia was not a man of the world parce que alikuwa prophète de l'Éternel. because he was a prophet of the Lord. Wakati Jonas aliingia mubato, When Jonas entered the boat, bakaanza enda, they began to go upepo ukalamuka, and the wind came up. dunia akasema no. The world said no. Pendant tous les années All of the years tunatembea sana mumea, we have been walking on. maisha yetu ni kupanda na kushuka, Our lives is to go up and mavage yanakuwaka, the ways which me hii vage ya leo and this wave for today hatuyayonaka. we've never seen it. Acha tufanye control, Let's just control. tuone nani eko infiltre mubato. Let us see who is infiltrating. Malgré Jonas Even if Job aliweza kudifichika, had hide Mose himself, aliweza ikala he could sit chini ya kobe, under me balimudekuvrir tu. but they discovered him. Utuambie wewe unatoka wapi, Tell us where you're coming from. nchi yako ni wapi, Where are you from? wewe ni kabila gani? Which country are you from? Which tribe are you from? Pepe de Dieu, People of God. kama uko mtu wa dunia, If you're a person of the world, basi uko na 1000 possibility ya kuenjoy na dunia. it's because you have a million possibilities to enjoy. Leo ukiangalia partir ya année yenye tulikuwa na 2021, Today, if you look at the year which we had, which was last year, kama gisi nilisema la fois passée, the way I said last time, ukiangalia tuko mkomba entre la grâce et la loi. when you can see that we are fighting against the law and the grace. Banani bale bataishi grâce, Who are those that will live the grace?
ya Mungu of God. ni bale beba namtegemea Mungu. It is the people that hope in the advantage of the Ni batu ya dunia. It is the people of the world. Haleluya. Bata dunia banekala pamoja. The people of the world live together. Tukomeshe batoto ba Mungu. We should make them to suffer. Tubane makanisa. Let's close the Tufanye church. hiki. Let's do this. No. C'est un combat. That is a warfare. Ni combat. That is a battle. Haleluya. Ni combat entre la It grâce is a battle between the grace et la loi. and the law. Maintenant wewe sasa But now you inabidi kujua position yako. need to know your position. Position yako iko wapi? Where is your position? Yesu alisema Jesus said, hamwezi kuwa baridi you cannot be cold na mwezi kuwa moto. and you cannot be hot. Nitawatapika I will throw you out. uchakule kulere moya You should choose what, ile yenye utakuwa uko nayo. what you will be. Unaanza créer confusion You begin to create a confusion mbele ya deux royaumes, between the two kingdoms. royaume ya lumière The kingdom of light na royaume ya ténèbres. and the kingdom of darkness. Leo inakuwa mconfusion. Today you are in confusion. Ukiingia mkanisa When you enter the church, Mungu anasema ni mtoto wangu. God says you are a Ukitoka child. nje When you go outside, uko mdunia, You are in mimi the uko na kulere gani mbele ya Mungu? which color do you have before God? Hey, tafuta kulere moya. Look for one color. Tunaanza enda We begin to go kumwisho. at the end. Haiwezi kuwa la fête du monde It cannot be the end of the world parce que tukiingia na opération, because we have an operation. il faut guerre de Gog et Magog. There needs to be an Tukiingia na opération ya mingi, il faut trône un jour tafundisha. operations I'm going to teach on it. Amen. Amen. Hatuyafika mu trône blanche, hatuyafika. We're not on the white throne. We're not. Mais sai tunakuwa njo muveille But right now we are in the ya midst enlèvement de l'église. of the rapture of the church. Amen. Amen. Kama uko mtu wa dunia, If you're a person of the world, investir ku dunia. invest in the world. Mais kama una mtu wa dunia, But if you're not a person of the unapasha world, kuinvestir you muni. need to invest in God. Acha tusome Let us read Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6, Matthew chapter 6, verset 20 à 21. verse 20 to 21. Neno la Mungu linasema, The word of God says, lakini mujiweke hazina mbinguni, pahali nondo wala kutu aziharibu, wala wizi awavunji na kuiba. 21 makumi mbili na moja. Kwa maana pahali hazina yako iko, pahali moyo wako utakapokuwa vile vile. Amen. Amen. I read in the name of the Lord. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, the desires of your heart will be also. Amen. Haleluya. Biblia inasema The Bible is saying tuweke hazina yetu mbinguni. we should store our treasures in the world, in the earth, in the heaven. Tresor yetu ya kweli Our true treasures haiko mu mabanki ya dunia, is not in the banks of the world. ni ile yenye unatoaka mkazi ya Mungu, It is what you give for the work of God. ile yenye unakalaka nasaidia kazi ya It is Mungu. what you help with the work of God. Kutoa To give haiko tu sinonimi ya kubarikiwa. is not only a way of being blessed. Ndiyo, Yes, unaweza toa you can give na Mungu atakubariki, and God will bless you. lakini But prinsipe ya kutoa the principle of ni giving kutayarisha nafasi roho yako itakuwa, is to prepare where your heart will be. paske Biblia inasema Because the Bible is saying, nafasi sadaka yetu iko wherever your treasure is, ni nafasi roho yako, that is where your heart ame yako and your soul itakuwa. will be. Ikiwa kama unamtolea Mungu, If you give to God, unaprepare fasi ame yako you're itakuwa. preparing where your soul will be. Sa wewe en tant que étranger, You as a foreigner, il faut kujua sasa you need to know now kama tu kenye niko that nafanya, everything that you do, kama muna intere ya Mungu, if there is no interest of God, uko na perdre kazi yako bure, you're wasting your time. muda wako unapoteza bure, Your time is being wasted. muda wako unakuchokesha bure. Your time you're being Me wasted. kama unafanya kitu But if you do something, na unajua ya kwamba and you know that muko intere ya Mungu, there is the interest of uko God, na prepare you are preparing ame yako your soul. les derniers jours, The last day, ndio kwenye sadaka yako itakuwa. that is where your offering will be. Sema amen, Say amen. sema amen. Say amen. Utoshe ile imani, Remove the faith. utoshe ile foi Remove the faith. na utoshe ile karaktere And remove the ya characteristics. kusema nikitoa Saying when I mimi give, nawinisha mapasteur, I'm just giving to mimi the pastor. nikitoa When I give, nawinisha maprofete, I'm making the nawinisha evangeliste, I'm making the mbona nakuwa na maisha they will have mimi maisha yangu iko hivi. my life is Hapana,
No. Kama gisi tulikuwa kudunia, The way we came on the world, tulizalika bila makuta, we were born without money. na ndo tutakufa, And that is how. tutaacha kila kitu. And leave everything. Lakini ile yenye ulitia What you have kept mkazi ya Mungu in the work of God haitaharibika, will not be lost. utaikuta iko ni You mbinguni. will find it in heaven. Sema amen. Say amen. Et c'est pourquoi mtu wa Mungu, And that is why people of God, maisha yako yote your life, ujikaze kujua you should try and namna gani how unapaswa kumtumikia Mungu chini ya to jua. work for God under the sun. Sema amen. Say amen. Sema amen. Say amen. Mena kama uko visiteur, And now if you're a visitor, comment est-ce que unaweza kuishi how can you live en tant que visiteur? as a visitor? Wow. Takuwa na point mbili ama tatu. I will have 2 or 3 points. La première des choses, The first thing, pour un véritable chrétien, for a true Christian, utaishi je? how will you live? Unapolamuka asubuhi, When you wake up in the morning, unaona alfajiri, you see the light, unaona jua ya you asubuhi, see the sun of the umshukuru morning. Mungu, You need to thank God. umwambie Mungu asante. Tell God thank you. Na siku ya leo, And today, kama ukipenda kuishi ndani ya boka wa Mungu, if you want to live in the fear of God, wakati unapolamuka whenever you wake up, ujue kama ile siku you should know that that ni day dernier jour yako. is your last day. Wow. Dernier jour. It's your last day. Mungu anakuambia God will tell you, leo dimanche today is Sunday, ni dernier jour. is your last day. Prière yako itakuwa je? What will your prayer be like? Utaomba nini? What will you pray for? Baraka. Blessings. Utaomba mariage. Will you pray for marriage? Dernier jour. Your last day. Utaomba nini? What will you pray for? Quelle sera ta prière? What will be your prayer? Je crois que I believe that dernier jour yako, your last day, prière yako utaomba, your prayer which you will pray, c'est la repentance. will be repentance. Mungu nisamehe. God forgive me. Mungu nihurumie. God have mercy on me. Mungu nihurumie. God have mercy on me. Saulika makosa, Forgive my sins. saulika zambi yangu. Forgive my transgressions. Bwana unisamehe. Father, forgive Ça me. sera ta prière. That will be your prayer. Pourquoi? Why? Parce que unapenda nafsi yako Because you want your soul isiende kumoto. not to go into the fire. Unapenda nafsi yako You want your soul iende mbinguni. to go to heaven. Pourquoi utaanza kuomba Why will you pray repentance? repentance? Parce que Because unatafuta njia you're looking for the way iwe wazi kwako. to be open for you. Kitu ambacho kinafanya Mkristo What causes a Christian anguke mu madesordre ya zambi, to fall into the disorder of parce que sin? uko naona It's because you can see kuishi, that living, kulala na kulamuka to wake up and to ni sleep, droit yako. is your right. Kulala na kulamuka To sleep and to wake haiko up droit yako, is not your ni right. miséricorde ya It Mungu, is the mercy of God. ni miséricorde. It is a mercy. Haleluya. Me kama ukianza kujua But if you begin to know kila siku that every day unapolamuka when you wake up, ukamate ile siku you take that iwe day dernier jour ya kuishi to be kudunia, your last day to live on earth. utatembea na boka wa Mungu. You're going to walk with the fear of God. Hautamfanyiza mwenzako mubaya, You will not do wrong things against ndio your neighbor. hautaenda kumubaya, You will not go to the wrong things. parce que unajua Because you know that saa yoyote when whatever time gari inaweza kunikumba ya kifo the car can knock me down, na mimi naweza die, kufa. and I may die. Nafsi yangu itaenda wapi? Where will my soul go? Inabidi kujua You need to know kama that kila siku unapolamuka every day when you wake up, iko dernier jour yako. it is your last day. Amen. Amen. Fasi kwenye uko sema tu Bwana uniwezeshe Wherever you are, just tell God na Bwana to unisamehe. overcome and to forgive you. Unapolamuka msiku, When you wake up at night, priere yako ya munene itakuwa ni your greatest prayer will be, priere yako ya kabando. Utaomba, your greatest prayer which you will pray, utaomba zaidi you will pray more juu ya miséricorde ya Mungu. for the mercy of God. Lia miséricorde. Cry for mercy. Seigneur, Lord, naomba miséricorde yako, I ask for your mercy. naomba huruma yako tu, I ask for your mercy. unirumie Forgive me parce que niko visiteur. because I'm a visitor. Saa yote naweza kurudia kwetu. Anytime I can return back home. Nitafika je? How will I arrive? Gari gani itanibeba? Which car will take me? Nakia kurapele bakristu I'm coming to remind Christians, mwache kuogopa magonjwa ya COVID-19, do not be afraid of the sickness of COVID-19. parce que Mungu anajua gari yenye itakubeba. Because God knows the car which will take you. Kama ni gari ya If COVID-19 it is the car of COVID-19, hautaeshape. you will not escape that. Haleluya, hawezi kueshape. You cannot escape it. Kumbe ulombe miséricorde. That's why you should ask the mercy. Saa gari yako itafika uende mzuri, When ufike your mbinguni. car
comes to taking Me kama Mungu alijua kusema but if God knew wewe hautaenda na COVID-19, will not go with COVID, hata bakutie katikati ya batu banalala COVID-19, hautakamatika na ile magonjwa. you will not attract the sickness. Hautakamatika. You will not contract the sickness. Ole tumogope Mungu, Instead of us fearing tunaogopa God, COVID-19. we are afraid of Mais c'est COVID. compliqué. Alléluia. Amen. C'est compliqué. It's complicated. Unajua nini? Do you know what? Comment est-ce que diable How does the devil anakalaka na fonctionner always function ndani ya maisha ya mtu? in somebody's life? Wow. Shetani The devil akuyaki pour la première position. does not come with the first position. Tamlandia bongo. You're going to lie against him. Amen. Amen. Diable akifika When the devil arrives, anakuwaka he mu dernière position. is always in the last position. Wow. Itakwambia wewe mwenye ukifanya kila kitu. I will tell you, you that does everything. No, ni shetani. No, it's the devil. Ni shetani. It's the devil. Arrêtez. Stop that. Ya chaque fois kumtaa shetani mkinywa wako. Every time you call upon the devil in your mouth, Imba sana gloire ya Mungu ndani ya kinywa yako. this time you should call upon the glory of God from your C'est mouth. pas le diable. It's not the devil. Opération iko je. The operation is like this. La première des choses The first thing ni mtu yepeke. is someone himself. Ni wewe peke. It's yourself. Wakati uko mbesoin When you are in a need ya kitu of something, unashinda kudigere. you fail to keep yourself. Maintenant diable iko kumwisho. And now the devil is at the end. Katikati ya wewe na diable Between you and the devil, peko désir ya monde. there is the desire of the world. Haleluya. Amen. Peko désir ya monde. There is the desire of the world. Sasa wewe mtu And now you as a person, unataka désir ya dunia. you want the desires of the world. Unapenda kwenda kwa infidelity, You want to go into infidelity, unapenda kwenda kwa mfumu into a witch doctor's place, juu kuwe na maisha, so that you can have a good life, juu kuwe hivi. so that you be like this. Unapenda kwenda kusharatika. You want to go into prostitution. Wakati unataka kufanya dega, When you want to make a mistake, diable iko mbali. the devil is far away. Mena ile désir And now that desire haiwezi kutumika cannot work bila kwenda kumwasistia kwa le diable. without going to assist the devil. Diable The devil eko mu troisième, is always in the third place. mais wewe mtu But you as a uko mu person, première. you are on the first place. Désir ya dunia The desire of the iko world, mu le temps que unaenda the time when you go ku désir, to the desire, désir inakubeba, the desire takes you, inakubeba kwa shetani. it will take you to the devil. Hapo shetani That is where the devil, anakuutilize. he will use you. Akisha kuutilize, And once he's used you, yeye anakuabandone. he abandons you. Haleluya. Amen. Anakuabandone. He abandons you. Natosha example. I give an example. Maisha ya Yuda The life of Judah na Jésus Christ. and Jesus Christ. Shetani The devil hakuwa karibu na Yuda. was not close to Judas. Alikuwa mbali. He was far. Me Yuda, But Judas, désir ya dunia the desires of the world, ilimwonyesha Yuda akuwe rich. showed Judas to be rich. Tamaa ikamwingilia ni ya kufungula, Is to open. na shwa ya pili And the second ya choice kukatala kufungula. is to not open the door. Kama ukifungula, If you open, shetani anaingia, the devil will enter. na kama ukikatala, And when you refuse, shetani hawezi kuingia. the devil cannot enter. Na kurapele kwa kuweza kumaliza, I'm about to finish. nous sommes des étrangers. We are foreigners. Kwetu Our home ni mbinguni. is in heaven. Kama kwetu ni mbinguni, If really our home is in heaven, inabidi kujua sasa we need to know that now, ke kama maisha yote unapitia chini ya jua, that every lifestyle you go through, unapitia maisha ni mafupi tu. you're going through a short life. Maisha yako ni mafupi. Your life is short. Utengeneze, You need to fix. uwe na vitida kujua You need to have a habit of leo siku ambayo ninaishi today, the day in which I live, inaweza kuwa siku yangu ya mwisho. it can be my last day. Comment est-ce que How naweza kujikomporter? can I fix myself? Deuxième question, The second question, ujipoze question, you need to ask yourself, dernier jour yangu my last day, itakuwaje chini ya jua? how will it be under the sun? Wow. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Dernier jour yangu itakuwa koje? My last day, how will it be like? Unapasha kuacha nini? What are you meant to leave? Trace gani tabakia? What traits will be left behind? Utaacha trace gani? Which traits will be left behind? Utaacha furaha? Will you leave joy? Utaacha desordre? Will you leave Utaacha madega? or will you leave mistakes? Parce que uko visiteur. Because you're a visitor. Témoignage Testimony inashindikizaka mtu. has always accompanied somebody. Alléluia.
Amen. Haleluya. Amen. Mungu akusaidie sana. May God help you so much. Mungu akuwezeshe. May God help you overcome. Mungu akutie nguvu. May God strengthen you. Usidisaulike Do not forget kama uko visitor. that you're a visitor. Usidisaulike Do not forget kama uko mtu akupita kudunia. that you're a person that just go past. Dunia haiko yetu. The world is not ours. Dunia iko na benye na. The world has its own. Hapa sio kwetu. This is not our home. Kwetu ni mbinguni. Our home is in heaven. Kama kwenu ni mbinguni, If your home is in heaven, uishi sasa you need to live now katika woga wa Mungu. in the fear of God. Uishi sasa You need to live ndani ya woga wa now Mungu. into the fear of God. Ogopa dhambi, Fear sin. kimbia dhambi. Run away from Acha sin. kwenda mambo ya mubaya. Stop going to the bad things. Acha kuwa hypocrite mbele ya Stop Mungu. being a hypocrite before God. Mkanisa unaonekana chrétien, In the church you appear to be a mekudunia Christian, uko stari but fulani. on the world you're a Mungu yuko na superstar. kuona God can see mwisho wako utakuwa mbaya. your end will be bad. Geuka mwile njia uko nayo. Change with the ways which you Acha ile have. njia unapitia. Stop the ways which you're Ni going. njia itakupoteza. That is a way that will keep Njia you itakupeleka lost. kuhukumu. It is a way that will take you to Njia itakubeba judgment. kumauti. It's a way that will take you Njia to death. itakubeba kumateso. It's a way that will take you to Mungu yuko na suffering. kuona. God can see. Ni wakati wa kubadilika. It is the time to change. Wakati wa kugeuka. It is the time to change. Wakati wa kumkubali Kristo It's time to ndani ya accept kweli. Christ in the truth. Ishi mkweli To live in truth kwa sababu uko ni nuru. because you are the light. Na Mungu naye And God as well atakusaidia. will help you. Kabla dunia kutuchukia, Before the world hates ilimchukia you, Yesu. it had hated Jesus. Aucun jour And one dunia day, haitakupendaka. the world will never Aucun jour never hautaishi mavantaji ya dunia. live the advantage Me of the ujue ya world. kwamba But you should know wewe hauko mtu wa dunia. you're not a person of Panda the world. mkazi ya Mungu, Go to the work ni of fasi God. ambapo nafsi yako There's a way your itakuwa. soul will be. Mungu May akubariki. God bless you. Shalom. Shalom.